mambo vipi? Shwari, uko vizuri? Fresh kabisa. Unyama kabisa. Dakika 90 za moto, dakika 90 zenye ubaridi ndani yake. Pengine mchezo ulikuwaje? Moja kati ya mechi nzuri sana, na kwangu mimi nafikiri katika zile tuzo za msimu kwa msimu huu kama zitatoka, moja kati ya watu ambao natamani wawe sehemu ya tuzo za msimu basi ni kocha Amani Josia. Moja kati ya nafikiri ni moja kati ya makocha wazuri sana, wameprove hilo msimu huu. Msimu uliopita alifanya vizuri akiwa na Tanzania Prisons. Misimu mingine amekuwa na Biashara, amefanya kazi Tunduru Korosho na timu nyingine, lakini nafikiri kwenye hii misimu mitatu ya hivi karibuni amejitambulisha vizuri sana. Kiufundi leo alijaza viungo wengi sana eneo la katikati, na unajua Simba kimsingi kabisa progression ndio jambo lao la msingi sana, na moja kati ya kitu ambacho wamekifanya kwa ubora mkubwa sana hii leo ni kuwanyima space viungo wa Simba kuipoka mipira na kuona nafasi ya kusogeza mipira ama kufanya progression. Ndio kitu kikubwa ambacho amekifanya. Nafikiri tactically amefanya kitu kizuri sana ndani ya kiwanja. Kama utamwacha Dani Mugore ambaye alikuwa na kazi nzuri hii leo kama golikipa, amefanya naye kazi nzuri sana, lakini kwangu mimi nafikiri tactical master plan ya kile ambacho amekifanya Amani Josia ndio ambacho kimetufikisha kwenye dakika 90 na kushuhudia bao 1-0. Lakini nafikiri kwa upande wa Simba ni mwendelezo wa changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikionekana. Yes, timu imeimarika sana kwenye mtindo ambao Steve Becker anataka timu icheze na namna ambavyo ameitambulisha timu yake kwa msimu huu. Lakini moja kati ya changamoto kubwa ambayo wamekuwa nayo ni matumizi ya nafasi. Na kwangu mimi sijui ni kwa nini, lakini Elim Panzu bado anakosa nafasi nyingi sana, na kwangu naiona nafasi ya walau Selemani Mwalimu kuanza kupewa nafasi ya kuwa anaanza. Pengine anaweza kumwamsha ndotoni Elim Panzu ambaye anaonekana kimsingi anakosa nafasi nyingi sana ndani ya kiwanja. Pengine kwa hiyo ulichokisema inaweza nikawa ni wake up call kwa Elim Panzu, kwa akumbuke kuna mtu nje ambaye atampressurize na atabidi amtoe kwenye mfumo kama ataendelea kwa matukio haya. Of course inawezekana, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vimemfanya Elim Panzu akabadilika kwenye msimu huu hasa mwishoni kwenye ile dirisha baada ya dirisha dogo, nafikiri pia ni kukaa bench na kuwaona kina Anicet Oura wamechukua nafasi yake. Kwa maana ya Libase Gay upande wa kulia naye anafanya vizuri sana, jambo ambalo likamfanya ajitafute kupata nafasi nyingine ama eneo jingine la kucheza. Ni versatile, anaweza kucheza maeneo mengi ndani ya kiwanja, hasa kwenye eneo la kushambulia, na nafikiri kuanza kumtumia kama mshambuliaji kunakupa picha ya kwamba eneo la kulia na kushoto anakosa nafasi kama chaguo namba moja. Sasa moja kati ya changamoto ambayo bado anaendelea kuionyesha ni matumizi ni kukosa matumizi mazuri ya nafasi. Na kwangu mimi kwa msimu huu, miongoni mwa wachezaji ambao kwa research yangu ndogo nimewatazama, Kibu pamoja na Mpanzu ni kama baba mmoja na mama mmoja, namna ambavyo wamekuwa. Yes, wamefunga, wameassist, lakini kiukweli una garantia walau kukosa nafasi mbili kwenye kila game ambayo wamekuwa wakicheza. Kwa ni moja kati ya changamoto ambayo Steve Becker anatakiwa kukaa chini na kuzungumza naye na kuona leo ndio mchezaji ambaye amewaokoa ku anticipate kwamba ule mpira utakuwa pale. Unajua inahitaji pia natural instinct ambazo amekuwa nazo, na nafikiri amefanya kitu kizuri kuingia kwenye box, kwenda kufuata mpira na kushambulia, kasi aliyokwenda kugonga mpira ambao umekwenda ndani, na imekuwa jambo zuri, alama 3, na leo ameondoka kama MVP. Lakini kiukweli moja kati ya changamoto ambayo Simba Sports wanayo ni namna ambavyo Elim Panzu amekuwa akikosa nafasi, na amepata confidence kwenye maeneo mengine, lakini nafikiri mbele ya lango confidence yake bado haijarudi. Pengine kwa mwenendo huu nafikiri bado Simba wana nafasi kubwa kutoa ubingwa msimu huu. Yes, kubwa. Na kwangu mimi nafikiri ubingwa huu kwa kadiri muda unavyozidi kwenda ndio mechi zinazidi kuwa tamu. Sijui kuna mtu labda ataniambia, pengine mimi ndio ninaona, lakini hata wewe pia nafikiri utakuwa unatazama. Hii nafikiri ni mechi yangu ya 5 na kuja uwanjani. Siendi mara nyingi sana kutokana na kazi na nini. Lakini ni mechi yangu kama ya 5 hivi na kwenda uwanjani na watazama Simba kama mechi ya 5 hivi. Sijui kwa nini. Nilidhani mwanzo kama inawezekana game zile na nini, lakini leo wewe mwenyewe utakuwa shuhuda. Simba anacheza mechi nyingi ngumu na mechi zake zinakuwa nzuri sana. Sijui nini huwa kinatokea ndani ya kiwanja, lakini kiukweli zinakuwa mechi tamu, haujutii kuja ndani ya kiwanja na kutazama. Na ugumu huu ndio unakupa utamu wa kuona namna ambavyo mbio za ubingwa zitakwenda. Bado natamani kuona Young Africans akicheza na TRA mambo yatakuwaje, lakini bado nafikiri natamani kuona Simba Sports atakapokwenda kucheza na Singida hapa itakuwaje. Nafikiri hizo mechi zitakwenda kuamua nani anakuwa bingwa msimu huu. Bwana, tumalizie na mchezaji, ukiachana na Elim Panzu kwa man of the match, pengine kwa upande wako mchezaji gani amekuvutia zaidi ukiachana na Elim Panzu? Dani Mugore amefanya kazi nzuri sana, na kwangu mimi nafikiri
alideserve kuwa man of the match. Nafikiri penalty imevuruga kile ambacho kimefanyika na kazi nzuri ambayo ameifanya, lakini ukimtoa Dani Mugore, nafikiri watu wengi hawajaweka jicho na kumtazama vizuri Vedastus Masinde, miongoni mwa wachezaji ambao mimi nimewafuatilia tangu wakiwa championship, wakiwa Biashara, amekwenda TMA, ni miongoni mwa center back wazuri sana. Nafikiri Mungu anakupa kwa wakati wake, na nadhani majeraha ambayo ameyapata baadhi ya center back wa Simba Sports yamemfanya sasa Mungu kumuonyesha kuwa ndio wakati wa yeye kucheza. Kwangu mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao wamenivutia zaidi, sio leo tu, nilimwona mechi na Mashujaa namna ambavyo alicheza, nafikiri leo amecheza zaidi kiutu uzima, na kwangu mimi I deserve kuwa pia man of the match kwa kile ambacho amekifanya, lakini sikatai kwamba Elie Mpanzu haja deserve, lakini kiukweli ameiamua game na ni man of the match kwa siku ya leo. Lakini hawa wawili pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya kazi nzuri sana ndani ya kiwanja leo. Bwana, shukrani. Shukrani sana.